Nikushukuru sana mtazamaji wangu kwa kuendelea kuwa nami na nikutoe tu shukrani zangu kwako ambaye umeamua kusalia nami kwa kutobanduka kwako kuendelea kuwa nami kuweza kujifunza katika kipindi hiki cha Tumsifu Mungu. Amka Tumsifu Mungu. Kipindi hiki kinachokujia kila ifikapo siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Na hapa nipo na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yeye anaitwa Happy Mbuya. Ni mwimbaji kutoka jijini Mwanza hapa nchini Tanzania. Na siku ya leo nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mambo mazuri katika huduma yake na kazi zake anazozifanya. Nimkaribishe sana mtumishi wa Mungu ili aweze kukusalimia. Mtumishi, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana katika kipindi, karibu sana Star TV. Asante sana. Nikushukuru kwa kuwepo hapa na nikupongeze pia kwa kazi zako ambazo umeendelea kuzifanya, na pengine ndizo ambazo zimetukutanisha hapa mimi na wewe leo. Ndio. Nataka kujua sasa kwanza kabisa, ukiwa ni mwimbaji mzoefu, ni mwimbaji ambaye ni mkongwe kidogo kwenye tasnia unayoifanya, safari yako fupi pengine ya uimbaji ikoje? Safari yangu siwezi kusema fupi, maana watu tunatoka mbali. Sawa. Na nimeanza mwaka 2019. Yani nilianza kuimba, na unajua kama unavyoanza huduma, unavyoendelea kuna mambo unaenda kujifunza. Hauwezi ukajikuta unajua kila kitu. Kwa hiyo unajikuta unavyoendelea kuna improvement ambayo unaenda nayo, na Mungu anakusaidia zaidi kwenda kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kutoka hapo 2019 mpaka sasa hivi album nimeshakuwa na nyimbo nyingi takriban 50. Kuna zoko kwenye video zinazofika kama 20 na kitu. Lakini kwenye audio zipo nyingi pia. Na nyimbo zote hizo ziko kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube, lakini pia tupo kwenye Instagram, na hii mitandao mingine kina Spotify, Boomplay hivyo. Tumejitahidi Facebook na zenyewe nimejitahidi kuweka kwenye kila mtandao. Sawa. Yeah. Na kimsingi tumeona kwenye mitandao ya kijamii, kutoka kwenye peji za waimbaji wa nyimbo za Injili wengine, kumekuwa na picha za matangazo zinazoenea kuhusu ibada yako ya Gospel Healing Power. Nataka kujua sasa hii ibada, kwa sababu nadhani mbeba maono wa hii ibada ni wewe mwenyewe. Ndio. Na unaweza kusemea kwa ufupi kuhusu hii ibada, pengine hii ibada imekuwaje mpaka umeamua kuandaa ibada kama hii? Na sio tu mara ya kwanza, nafikiri mwezi wa pili mwaka huu pia tuliandaa. Na tulikuwa na mtumishi wa Mungu Obi Alpha. Tuliandaa katika kanisa letu hapo Msumba, CRC Church. Na hii mara ya pili sasa tutaandaa tukiwa na mtumishi wa Mungu Kibonge wa Yesu. Hii ni ibada ambayo inaenda na hii brand name ya jina la Gospel Healing Power. Gospel Healing Power maana yake ni kwamba watu wanapokea uponyaji kwa njia ya uimbaji. Na sio tu kuimba, yani ile sio tamasha kama matamasha yalivyozoeleka. Ni tamasha ambalo linatembea na nguvu za Mungu. Kwa hiyo kuna watu kufunguliwa, kuna watu kuombewa na kadhalika. Kwa hiyo tunafanya huduma tofauti na kuimba tu kujifurahisha. Tuna kikundi cha live ambacho kinaitwa Healing Power Praise Team, ambayo hiyo ni mbeba maono mimi ambaye nimekuwa na kundi langu ambalo tunafanya hivyo kwa hudumia watu. Yeah. Kwa hiyo kwenye hii Gospel Healing Power ni kikundi cha Praise Team ambacho kiko nyuma yako. Kama anavyofanya mtumishi wa Mungu nani huyo? Wa timu, mwenye timu kama Boaz Duncan ama Wamaka Mwakalinga, NSSF Worship. Sawa. Na tunafanya hivyo kwa sababu unapoenda kufanya huduma ya kuwagusa watu moja kwa moja, tofauti na recorded. Unaweza ukawa unaimba, Roho Mtakatifu anakuambia kuna mtu anasumbuliwa na ugonjwa fulani, utaongea katikati pale, na kwa nafasi hiyo Mungu anaweza anachukua nafasi kumhudumia huyo mtu. Lakini ikiwa ni recorded tu, mara nyingi utakuwa na nafasi ya kuongea kwa ajili ya mtu ambaye
ambaye yuko pale anahitaji kuhudumiwa. Kwa hiyo ndio maana tunaenda kwenye mfumo wa live ili tuweze kuhudumia watu zaidi. Kwa hiyo ibada hii kiufupi ni kwamba muziki itakayolia pale ama uimbaji utakaofanyika pale utakuwa ni live kabisa. Kuna live kwa upande wa Gospel Healing Power, lakini kwa watumishi wengine mbalimbali ambao tumewaalika akiwepo Kibonge wa Yesu yeye atakuwa kwenye recorded kama anavyofanya huduma. Na ibada hii inategemewa kwa sababu umesema kwamba kuna watumishi ambao mmewaalika akiwemo Kibonge wa Yesu. Ndio. Kuna watumishi labda wapi ambao tunategemea kuwaona kwenye ibada hii ya leo ambao umeialika? Kuna Kibonge wa Yesu, lakini kuna watumishi wa Mungu mbalimbali kama mtumishi wa Mungu Asheri Amifesto ambaye yeye yuko kwenye huduma ya maombi. Atakuwa na neno kwa ufupi na maombi kwa ajili ya kuombea watu. Lakini tuna mtumishi wa Mungu ambaye ni pastor, anaitwa Pastor James. Yuko katika makanisa yetu ya ICRC Msomba pale. Na atakuwepo kwa ajili ya kuhudumia watu. Lakini pia tuna waimbaji mbalimbali ambao tumewaalika wa hapa Mwanza. Wakiwepo wakina Tumaini Victor Tumaini na wengineo wengi, Rebecca Pius watakuwepo pale kuhudumia watu, kwaya mbalimbali kwenye makanisa mbalimbali, likiwepo kanisa la TAG Nyasaka na wenyewe tutakuwa nao pale. Kwa hiyo ni huduma ambayo tumefanya, lakini tumewashirikisha watu wengine ambao wanamtumikia Mungu kwa namna pekee. Unajua kila mtu kuna namna yake ameitwa. Kabisa. Ila tutazingatia tu ratiba kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya kuhudumu. Itakapofika ratiba ambao Gospel Healing Power watainuka kwa ajili ya kuhudumia, sasa na wenyewe watakaa kuhudumiwa. Sawa. Na ibada hii pengine inafanyikia wapi kwa mtu aliyepo jijini Mwanza hapa ili aweze kufahamu zaidi akitaka kuhudhuria kwenye hii ibada? Inafanyikia pale Mlango Mmoja, ukumbi wa Vijana Center. Opposite na Shell kwenye jengo la FPCT. Pale ghorofa ya 3 ndio tuko pale. Na muda ni kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 12 jioni. Ndio. Sawa. Ni nadhani sasa mtazamaji ama shabiki yako anaendelea kupata vyema, na kama atahitaji kuhudhuria, na pengine ni nafasi nzuri katika kwenda kumwabudu Mungu, kuhudumiwa kama jinsi mtumishi wa Mungu Happy Mbuya anavyosema kwamba ibada hii ipo kwa ajili ya kuwahudumia watu, sio kuimba tu kawaida. Sasa mtumishi wa Mungu, nataka kujua sasa kutoka kwako, kwa sababu wewe ni mwimbaji na umekuwepo kwenye uimbaji tangu mwaka 2019 kama ulivyosema. Ndio. Ni vitu gani ambavyo unadhani kwenye muziki wenu wa Injili kama kwako unaona kama ni changamoto ama ni vitu ambavyo hauvifurahii binafsi? Na kabla sija kujibu hilo swali, lakini nataka kuwajulisha watu. Karibu. Mimi sio tu mwimbaji kwa sasa. Ni mwinjilisti aliyepakwa mafuta. Kabisa. Mwinjilisti, na katika njia yangu hiyo ya uinjilisti kuwaleta watu kwa Yesu, ndio maana nafanya hayo kwa bidii. Na huduma yako ya uinjilisti unaifanya vipi? Katika uimbaji huo hiyo sauti ya kiinjilisti inatoka hapo. Na kuwahubiria watu kuhusu wokovu. Hivyo unajua kazi ya uinjilisti. Kwa hiyo tuko kanisani, ni mwinjilisti wa kanisa la mahali. Lakini pia katika huduma yangu hii inaendelea kwa namna ya uinjilisti pia. Sawa. Sasa nijibu lile swali ambalo ulisema kwamba utaanza na hii afu ndo utafuata. Unasema kwamba swali ni kwamba mambo gani ambayo hawayafurahi katika uimbaji ama huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za Injili kutoka kwa waimbaji wengine pia nje na wewe? Mimi sifurahi kabisa uimbaji wa mtu anayeimba bila kuingia rohoni, kama kumhudumia mtu. Sisemi kwamba wanaimba vibaya, lakini baadhi yetu, sio wote. Lakini swala la uimbaji unatakiwa kwa makini sana. Ukiwa unaimba kama unacheza tu, usipocheza katika hali ya Roho Mtakatifu kukuelekeza, utakuta unacheza ili mtu fulani alikaa kule akuona unachezaje, kujionesha unacheza ili labda kama ni kijana. Sasa wale vijana wa praise natafuta style, kuna binti yuko kule
Nataka umuone anapocheza ili baadaye aje akamfuate, labda wewe na mahusiano ya kuoana. Yaani mtu unaenda pale ukiwa na mambo yako tofauti kama binadamu, baada ya kukaa pale ukacheza na kuimba kwa sababu unajua unamtumikia Mungu, na ile nguvu ya Mungu ikawa connected kuhudumia watu. Kwa hiyo mimi ninakuwa disappointed sana na watu ambao hawaimbi katika roho na kweli. Watu ambao wamekaa kuendekeza fedha tu. Unajua hivi vitu nichokuja kugundua. Mungu kumtambulisha mtu, anamtambulisha mwenyewe. Utahangaika, utatafuta fedha, utatafuta hivi, utafanya hivi, ufanye hivi ili watu wakupe hela. Hawataweza kukupa kama Mungu hajaamua kukupa. Mambo ya huduma ni tofauti sana na vitu vingine vya kama nini hii matamasha ya kidunia. Utafanya, utaweka tiketi ili watu wakija walipe ili upate hela. Kama kazi yani. Kama kazi. Lakini huduma ukipeleka kama kazi ndio unakosa kabisa. Kwa mfano mimi huduma yangu ninayofanya leo, sijaelekeza watu kunichangia chochote. Ila watakuja watatoa sadaka kwa ajili ya kupeleka injili hii. Ukitoka leo pale mlango mmoja, huenda tutaipeleka Dar es Salaam au tutaipeleka Chato au wapi ili tuweze kufanya sehemu nyingine. Lakini sio ile tu kwamba haya sasa tuchangie, ni vile Mungu atakavyomgusa mtu. Maana Mungu anakuwa kazini. Lakini mimi kama Happy Mbuya, kama mbeba maono, siwezi ngaanza kuambia watu jamani changeni kiasi hiki, hapana. Sawa, sasa hebu kwa sababu muda wetu umekimbia, naomba utupe ujumbe mshabiki yako ama mtazamaji wako anayekufuatilia mtumishi wa Mungu Happy Mbuya. Jambo la mwisho kama ujumbe wako kwake ni upi? Mimi niwaombe sana wajitahidi kufika kwenye tukio la leo kuanzia saa 8 mpaka jioni saa 12, na wajue kwamba watafika si tu kwa ajili ya kusikiliza watu wanaimba, watahudumiwa. Wafike na mahitaji yao mbalimbali wakijua kwamba wanaenda kwenye ibada. Sawa. Na nje ya hili tamasha ama hii ibada ambayo umeiandaa, mtazamaji wako akitaka kufuatilia zaidi, kuzipata nyimbo zako na kazi zako zingine, anaweza kuzipata vipi? Aende kwenye akaunti yetu ya YouTube, Happy Mbuya OG. Happy Mbuya OG. Sawa. Lakini Instagram Happy Mbuya OG, Facebook Happy Mbuya 365, na Instagram Happy Mbuya 365. Lakini namba za simu ni 0743 87 44 03. Sawa. Sasa tunamaliza, pengine na chochote ambacho umekisahau kwa kuongea na shabiki yako anayekufuatilia, mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukimhudumia? Mimi ni watie tu moyo na wajitahidi kubadilisha maisha yao sasa na kumfuata Yesu, na wajaribu pia kutufuatilia sisi katika huduma zetu. Watajifunza mambo mengi sana, maana zile nyimbo mimi nasema sio nyimbo, ni maombi. Kwa hiyo wanaposikiliza kuna namna watafarijika, kuna namna watakavyofunguliwa. Sawa. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu Happy Mbuya kwa kuendelea kutufundisha juu ya huduma yako, safari yako ya uimbaji na mwaliko wako mzuri ambao umetupa kwa ajili ya kuweza kumwabudu Mungu katika ibada hii ambayo umeiandaa. Ndio. Sawa. Mtazamaji wa Star TV, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Niseme tu kwamba hapa Mungu amenipa neema na nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini Tanzania, mtumishi wa Mungu Happy Mbuya. Na kubwa zaidi ni kama alivyotuambia, ni ametualika katika ibada yake. Pengine sasa hii ni kwako wewe mkazi wa jiji la Mwanza. Siku ya leo unajiuliza uende wapi? Mtumishi wa Mungu ameshakupa ratiba imekaa vipi. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami tangu mwanzo mpaka sasa, na niseme tu kwamba tukutane katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu wiki ijayo. Kipindi kinaanza kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Na mali hapa ni sehemu sahihi ambapo Mungu atatuhudumia zaidi katika kipindi hiki kinachoruka Star TV. Peke yake unaweza ukajifunza zaidi. Na ukitaka kutupata katika mitandao ya kijamii, niandika tu neno
Tumsifu Mungu. Unaweza ukatupata kwa jina hilo YouTube, kwa jina hilo pia Instagram, TikTok na hata Facebook. Unatupata huko kwa jina la Tumsifu Mungu. Mimi naitwa Madoshi James. Unaweza ukanipata kwenye mitandao ya kijamii pia kwa kuandika neno Madoshi James. Na anayenifanya kuonekana hapa ni Venita, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Niombe tukutane wakati ujao. Nikutakie Jumapili njema na Mungu wa mbinguni azidi kukubariki. Usikose kutazama